Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu Mwenye Nguvu, Baba wa Milele, Mfalme wa Amani. Huu ni unabii kuhusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo uliotolewa na nabii Isaya miaka mingi kabla ya kutimia kwake, ambao ulikuwa ni tangazo linalohusu safari ya ukombozi wa mwanadamu. Msikilizaji, karibu katika makala hii inayoangazia sherehe kubwa duniani ya Krismasi. Jina langu ni Salem Yonas. Krismasi pia inafahamika kama Noeli. Ni sikukuu ambayo Wakristo wengi duniani husherehekea kuzaliwa kwake Yesu Kristo zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Kwa kawaida husherehekewa tarehe 25 Desemba katika Ukristo wa Magharibi na tarehe 6 Januari katika ule Ukristo wa Mashariki. Noeli limetokana pia na neno la Kiingereza Noel au Noel ambalo limepokewa kutoka kwa lugha ya Kifaransa, hilo likiwa ni ufupisho wa neno la Kilatini Natalius Dies, siku ya kuzaliwa. Mjini Roma wakati wa karne ya 4, tarehe ya Krismasi katika Desemba ilitokea pamoja na sikukuu ya kipagani iliyoitwa siku ya Sol Invictus. Hii ilikuwa ni sherehe ya jua kama mungu, Sol Invictus, yaani jua lisiloshindika. Hii ilikuwa ni ibada iliyoingia Roma kutoka Uajemi, ambako mungu Mithra aliabudiwa kama mungu wa nuru. Waumini wa dini ya jua waliona wakati wa Desemba kama kipindi cha pekee kutokana na solistasi ya mwezi huo. Kijiografia, nusu tufe ya kaskazini ya dunia, urefu wa mchana unapungua na usiku unakuwa mrefu tangu siku sare ya tarehe 21 na 22 Septemba hadi tarehe 21 na 22 Desemba. Kuanzia siku za tarehe 21 na 22 Desemba, mchana unakuwa mrefu zaidi na nuru inaongezeka. Mwendo huu ulitazamwa kama ushindi wa nuru dhidi ya giza. Wakati wa Kaisari Licinius mwaka 308 mpaka 324, sikukuu hii ilikuwa ikiadhimishwa bado tarehe 19 Desemba na hatimaye ikahamishiwa tarehe 25 Desemba. Wataalamu mbalimbali walidai kwamba kanisa lilipachika sikukuu ya Kikristo kwenye tarehe hiyo kwa nia ya kufanya ichukue nafasi ya sikukuu ya jua kama mungu, yani Sol Invictus, yani jua lisiloshindika. Kwa namna yoyote, hata katika Ukristo, jua linatazamwa kama ishara ya Kristo. Katika sehemu mbalimbali za Biblia, Kristo anafananishwa kama jua, na tayari maneno haya yaliandikwa muda mrefu sana kabla ya kutokea kwa siku ya Sol Invictus ya kipagani. Mfano ni katika Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 1, kitabu cha Ufunuo sura ya 21 na sura ya 23, na kitabu cha Malaki sura ya 4. Hivyo katika mashindano na dini ya kuabudu jua, Wakristo walitumia lugha ya kibiblia kudokeza Kristo ndiye jua la kweli na la haki. Kutoka katika mji wa Roma uliokuwa mji mkuu wa dola la Kirumi, sherehe ya tarehe 25 Desemba ilienea kote katika Ukristo duniani. Wakristo wengi husherehekea tarehe 25 Desemba ambao ni Wakatoliki na sehemu ya Protestanti na Waorthodox wachache. Lakini katika jamii kubwa ya Wakristo ambao ni Waorthodox, kuna tarehe nyingine ambayo inatumika kusherehekea Krismasi, na yenyewe ni tarehe 6 ya mwezi wa Januari, kutokana na utofauti katika kalenda. Habari za Krismasi kama sherehe hazipatikani katika Biblia kwa sababu zilizotajwa hapo juu, na kwa sababu mwanzoni mwa kanisa mkazo ulikuwa juu ya kifo na ufufuko wa Bwana Yesu, na tunauona hasa katika barua za Mtume Paulo. Habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo zinapatikana katika vitabu viwili vya Agano Jipya ambavyo ni Injili ya Mathayo Mtakatifu na Injili ya Luka Mtakatifu. Katika Injili ya Mathayo Mtakatifu, Mathayo anasimulia habari hizo katika mlango wa 1 kuanzia aya ya 18 na katika mlango wa 2, ambapo Bikira Mariamu, mama wa Yesu, alipata mimba kwa nguvu za Roho Mtakatifu wakati alipokuwa mchumba wa Yusufu. Yusufu alitaka kumwacha, lakini aliambiwa na malaika aanze kuishi naye na kumkubali mtoto kama wake kwa kumpatia jina Yesu.
Mamajusi kutoka mashariki waliwatembelea mjini Bethlehemu na kuwaletea zawadi kwa sababu waliona nyota ya kipekee iliyokuwa kwao alama ya kuzaliwa kwa mfalme mpya katika Uyahudi, ikawaongoza hadi mjini Yerusalemu. Lakini walipompitia mfalme Herode Mkuu, huyo alikasirika sana, akimwogopa mfalme mpya. Hata hivyo, aliwaelekeza Bethlehemu kadri ya utabiri wa nabii Mika ulivyosema. Yusufu alipata tena ujumbe kutoka kwa malaika, akaondoka na mtoto na Mariamu kukimbilia Misri kabla ya askari wa Herode hawajaweza kumuua mtoto Yesu. Baada ya kifo cha Herode, walirudi kutoka Misri, lakini hawakuenda tena Bethlehemu, bali walihamia Nazareti katika mkoa wa Galilaya. Katika Injili ya Luka mlango wa 1 na wa 2, Mariamu alipokea huko Nazareti ujumbe wa malaika Gabrieli kwamba atapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yusufu na Mariamu walikwenda Bethlehemu kwa sababu ya sensa iliyowataka kwenda katika mji wa asili wa ukoo wa Yusufu, ambao ni mjukuu wa Mfalme Daudi. Hapo Yesu alizaliwa katika hori ya kulishia wanyama. Wachungaji wa mabondeni walitangaziwa na malaika habari hiyo, wakaja kumwona mtoto Yesu. Baada ya kuzaliwa, wazazi walimpeleka Yesu Yerusalemu katika hekalu kufuatana na sheria ya Agano la Kale ambayo ipo katika kitabu cha Kutoka sura ya 13. Halafu wakarudi kwao Nazareti. Sherehe ya Krismasi imekuwa sikukuu muhimu sana katika tamaduni za mataifa mbalimbali yaliyoathiriwa na Ukristo. Kuna desturi nyingi zilizojitokeza katika karne zote za kusherehekea Krismasi. Sehemu ya desturi hizi zimeenea pia nje ya nchi za asili na hata kutumiwa na watu wasiofuata imani ya Kikristo. Kwa mfano, mti wa Krismasi ni ishara pekee ya Krismasi yenye asili ya Ujerumani ambayo ilianza kushamiri karne ya 16 hivi. Asili yake iko katika maigizo yaliyosimulia hadithi za Biblia na mti wa paradiso unaohusiana na masimulizi ya dhambi ya kwanza na ujumbe wa Kristo kama Mwokozi aliyekuja kuondoa dhambi hiyo. Kutoka maigizo ya kanisani, ishara ya mti uliopambwa na matunda uliingia katika nyumba za Wakristo ambako ulipambwa zaidi kwa matunda, keki tamu na pipi kwa watoto. Lakini pia kuna utamaduni mwingine wa kuwapatia watoto majina yanayoendana na msimu wa Krismasi wanaozaliwa kipindi cha sikukuu. Mfano wa majina ni pamoja na Emmanuel na Noel ambayo yanapewa kwa watoto wa kiume, na jina la Noela ambalo wanapewa watoto wa kike, na majina mengineyo mengi. Nikushukuru kwa kuungana nami katika makala hii kuhusu sikukuu ya Krismasi. Nikutakie maandalizi mema kuelekea sikukuu hii, na Bwana Yesu azaliwe moyoni mwako. Jina langu ni Salum Yunus.